Mambo vipi mtazamaji wa SAUT TV, karibu tena kwenye Girls Standard kwa msimu huu wa 6, mahali ambapo tunakutana wasichana kujadili mada mbalimbali zinazotuhusu. Mada mezani hii leo, je, elimu ya uzazi na mahusiano zina msaada kwa wasichana wa chuoni? Kama tunavyoelewa, kuna umri ukifika wasichana wanapaswa kupewa elimu kuhusiana na masuala ya uzazi, mahusiano na mabadiliko ya kimwili. Lakini je, elimu hii inawasaidia? Kuyafahamu mengi zaidi, ungana nami Pendo Abdallah, lakini pia nitakuwa na Happy pamoja na Diva. Karibuni sana. Asante. Kabla tujaendelea na mada yetu, ningependa mjitambulishe ili wawafahamu. Kwa jina naitwa Divine Isaac, nasoma Mass Communication. Kwa majina naitwa Happiness Faustin, nasoma Bachelor of Arts in Sociology. Sawa, tukianza kuangazia mada yetu kwa upande wako Happy, tunaposema elimu ya uzazi na mahusiano tunamaanisha nini? Ni elimu ambayo anapewa mtoto wa kike anapofikia kwenye umri fulani, ambapo elimu hiyo itamsaidia binafsi katika kujitambua na kuelewa ni nini anafanya katika safari yake ya ukuaji. Sawa, na tushasema kwamba wasichana wanapofika umri fulani wanapaswa kupewa elimu. Je, ni umri gani sahihi ambao wasichana wakifika wanapaswa kupewa hii elimu, au ni wasichana wa rika lolote wanapaswa kupewa? Kuna umri fulani ambao mtoto wa kike akifika anapaswa zaidi kupewa ili iweze kumsaidia mwenyewe katika maisha yake, na pia anapokaa ajue nini anafanya. Na umri huo, kwa mtazamo wangu mimi naona mtoto anatakiwa apewe elimu akiwa na miaka kuanzia 11 na kuendelea, ila kwa watu wengine wanatazama kwamba elimu inapaswa itolewe kwa mtoto ambaye ana kuanzia 15, lakini kwa mtazamo wangu mtoto anapofikisha miaka 11 tayari anakuwa na uelewa vitu vingi, anakuwa mambo yanaendelea katika jamii yake. Sawa, na tunaposema umri wa miaka 11, kwa makadirio anakuwa yupo kwenye level gani ya elimu? Kuanzia miaka 11 kwa watoto wa mjini mtoto anakuwa kwa mfano na kuanzia form 1 kwa form 1. Hata kwa vijijini miaka 11 mtoto anakuwa tayari ameshaingia sekondari. Sawa, na ni njia gani ambazo tunasema zinaweza zikawa zinatumika ili kufikisha hii elimu kwa wasichana? Kwa mimi ninaona njia bora na moja ambayo ni ya muhimu sana, kwanza ni wazazi, kwa sababu binti anaishi na watu. Kwa hiyo wale wazazi au walezi anaoishi nao, wale ndio wanatakiwa watu wa kwanza kumpa hiyo elimu. Lakini pia hata mashuleni na vyuoni hii elimu pia inabidi itolewe, kwa sababu mabinti wanakuwa huko. Kwa hiyo hii elimu inabidi itolewe ili waweze kupata njia tofauti tofauti ya jinsi ya kujikinga na kuwa salama. Lakini kwa mila zetu niseme na tamaduni, wanasemaga kwamba mzazi, sio vizuri mzazi kuzungumza na msichana au mtoto wa kike kuhusiana na masuala ya ukuaji, uzazi, inakuwa kama inavunjisha heshima. Kwa upande wako wewe unaionaje? Hiyo ni sawa, lakini kwa mimi naona hiyo ni tabia au ni hali ambayo ilishapitwa na wakati. Kwa sababu sasa hivi kama binti asipoambiwa na mzazi wake ndani, atakuja kuambiwa na watu wa duniani, anaweza kaja akaambiwa kwa vitendo zaidi kuliko maneno. Lakini kama mama au mlezi ambaye yuko ndani anakaa na binti, anaanza kumfundisha kuanzia ndani, kwa hiyo atakuwa anajua kwamba nikifanya kitu hiki sahihi na nikifanya sio sahihi. Hata akienda nje akutana na dunia, hataona kitu chochote kigeni, wala hataona kwamba hichi ni kitu, kwa sababu anakuwa tayari ameshafundishwa kutoka ndani na mzazi. Alipokuja mahusiano mapenzi kwa wasichana walioko chuoni yanaathiri vipi mwenendo au maamuzi ya msichana kwenye masomo na afya yake? Mahusiano kwa mwanachuo, binti ambaye anasoma chuo, yanaathiri ambayo yanakuwa kwenye pande mbili. Inaweza yanaleta matokeo mazuri au yakaleta matokeo mabaya. Nikianza kwenye matokeo mazuri, mahusiano kwa binti wa chuo, mtu anaweza akawa yuko kwenye mahusiano, binti anaweza akawa yuko kwenye mahusiano, lakini hayo mahusiano yakamfanya yeye akapenda kusoma zaidi au akafaulu zaidi. Labda ni kwa sababu anataka kumuonyesha mpenzi wake kwamba I am more matured kwenye elimu, au ni kwa sababu mpenzi wake anafanya vizuri, kwa hiyo anataka afikie kile kiwango cha yule mpenzi wake. Kwa hiyo atajitahidi asome kwa sababu ya yale mahusiano.
mwingine wa negative mahusiano hayo, kwa sababu binti anafanya vizuri kwa sababu ya kumuonyesha mpenzi wake, si ndio? Lakini unakuta kwa namna moja au nyingine huyo mpenzi wake yeye ni mtu ambaye ana watu wengi, anampa stress. Kwa yale mahusiano yale yanamfanya huyu binti awe na stress, asiwe anatulia, yani muda wote anawaza hivi huyu kijana atakuwa anafanya nini sasa hivi. Yani kwa hiyo anakuwa hatulii kwenye masuala yake kilichomleta chuo, anakuwa yuko anabase kwenye mambo ya mapenzi sana. Kwa hiyo kwa mimi naona hizo ndo athari za pande zote mbili kwa binti wa chuo. Sawa, vipi kwa upande wako wewe Happy? Unahisi mahusiano mengi yaliyoko vyuoni yana athari gani kwa msichana kwenye kufanya maamuzi? Pia kama alivyotoka kuzungumzia hapa mwenzangu kwamba hayo mahusiano yana pande mbili, ambapo kuna positive na negative. Tukianza kwa positive, mwanafunzi aliyeko chuoni pale ambapo anakuwa kwenye mahusiano, kwanza kwa mtu mwingine anamjengea confidence, pia yanampa encourage kwamba ya kufanya vitu fulani. Kwa mfano, tuchukue mfano tu hapa, nina rafiki yangu ambaye ana boyfriend wake, wote wanasoma the same class. Kwa hiyo boyfriend wake ni mtu ambaye yani yuko ana good performance, alafu hapendi kumuona msichana wake akiwa kwenye performance mbaya. Kwa hiyo anakuwa na encourage kwa masomo hivyo nini, yani ni yule mtu ambaye tuseme the girl anamtegemea sana kijana, usipoweka juhudi kwenye masomo yako sitofanya vitu fulani, yani short anakuwa anampa zile scenarios ambazo zinafanya anakuwa encourage kwenye kusoma. Pia at the same time kijana wake ni mtu ambaye anapenda sana kusali. Kwa hiyo the girl alikuwa ni mtu ambaye sio kusali, wa maklabu, wanakesha, hivyo alikuwa ni mtu ambaye hana msimamo wa maisha. Lakini pale ambapo aliamua kuanzisha mahusiano na kijana, akawa ni mtu ambaye kwa sababu kimwambia kwa nini unafanya hivyo? Ni kijana wangu amenifanya nini hivi. Kwa hiyo akamvuta kwenye ule uwepo wa Mungu, pia akawa ni msichana ambaye ni mstaarabu. Lakini kwa upande wa pili kwenye negative, kwa mahusiano ya chuoni yana negative pale ambapo msichana anaamua kubeba ujauzito wa mwanafunzi mwenzie. Pale ambapo binti anabeba ujauzito afu kijana akaikataa ule ujauzito, inamwaffect sana huyu binti. Kwa sababu gani? Anakuwa yeye mwenyewe hajiamini. Kwanza unaweza kukuta hapo nyumbani wazazi wake hawajui kwamba the girl huku ni mjamzito. Kwa hiyo yani anakuwa yuko confused, hawezi tena akaconcentrate vizuri darasani, maisha yake anakuwa ni magumu kwa anatakiwa ajiteke mwenyewe na kile kiumbe ambacho kiko tumboni. Kwa hiyo muda mwingi anakuwa ana focus sana na kile kiumbe ambacho kiko tumboni kuliko yeye binafsi. Sawa, na hili swala la elimu ya mahusiano tushaambiwa kwamba mara nyingi inatolewa sana na wazazi, na sidhani kama kuna watu wameshafika mpaka hivi chuo kikuu alafu hawana elimu kuhusu mahusiano. Lakini inakuja swala la wao kuchukua maamuzi ya kubeba mimba wakati wako chuoni. Sawa, wana uhuru wa kufanya vitu vyao, lakini kumbuka tuna wazazi. Sasa lile swala la kubeba mimba bila wazazi kujua, ili swala mnalichukulia ethical? Kwa upande wangu mimi, kwanza hili swala si zuri. Kwa sababu gani? Yani unajua unapopata tatizo unatakiwa kwanza umshirikishe mzazi. Na ukiangalia kwa mfano hapa sisi chuoni kwetu hapa Sauti wengi ni watu wa mikoani. Kwa mfano mtu ametoka Dar es Salaam, Mbeya, nini amekuja kusoma hapa. Sasa pale ambapo anaamua kubeba ujauzito afu hajamshirikisha mzazi. Unajua pale mzazi anapokuwa nyumbani anaomba mengi sana. Kwa hiyo unakuta unakutana na misukosuko na matatizo mengi. Hujui anatoka wapi. Kumbe ni yani yale maombi ya mzazi kama anakuombea wewe upate kitu fulani, lakini kumbe wewe umefanya negative. Kwa hiyo inakuwa ni vitu ambavyo vinakuwa distracted kidogo. Sawa, naomba nirejee upande wa Diva. Tunaona elimu inatolewa ya uzazi, ya mahusiano, lakini kuna changamoto nyingi na matukio mengi sana yanaendelea ya kuhusiana na wasichana kwenye uzazi, kwenye masuala ya mahusiano yao. Sasa je, hii elimu ambayo inatolewa ni kwamba haiwasaidii au wasichana wenyewe wanaamua kwamba hawaifati? Elimu inatolewa, lakini siwezi kusema na walaumu sana wasichana au na walaumu sana wale waliotoa elimu. Mimi nitabaki hapa katikati, kwa sababu wanaotoa elimu wana play part yao, lakini hawaangalii maybe kwa
kwa nini hawa wasichana wanafanya hivi, au kwa nini hawa wasichana wanakuwa hawafati kile ambacho wamekifundishwa. Zile sababu wakishazijua wakapata na jinsi ya kuzitatua, basi watawasaidia wasichana kuliko kutoa elimu alafu kuwaacha wasichana. Kwa mfano, unakuta msichana anapewa elimu kuhusu maybe masuala ya kuhusu hivi, kama unaambiwa usipate mimba kabla ya hujamaliza masomo na vitu vingine, lakini ni elimu wanaitoa, ila kitu gani kinampelekea yule msichana akapata mimba? Kitu gani kinampelekea yule msichana akawa kwenye mahusiano ambayo maybe hayana faida kwake? Ni kitu gani kinapelekea kuwa hivyo? Kwa hiyo unakuta kwa mfano msichana yuko chuo au yuko shule anasoma, lakini anajiingiza kwenye mahusiano ambayo sio mazuri, lakini yeye anaona ni mazuri, labda kwa sababu ya pesa au kwa sababu kuna kitu anakitaka kwa yule mtu ambaye anakuwa na mahusiano naye, alafu ndio kinazaa matokeo sasa. Kwa sababu mimi nakuwa na kijana fulani ili aweze kunipa pesa, lakini yule kijana yeye anataka mapenzi, na mapenzi hayafanywi tu, mapenzi lazima yatazaa kitu, kama sio magonjwa basi ni nini. Lakini kwa mfano wale wanaotoa ile elimu wangeangalia ni kwa nini wasichana wengi wanajiingiza humu, wakawasaidia, basi ingepunguza sana. Kwa hiyo mimi siwezi kusema kwamba hii elimu wasichana hawaifuati au la, ila unakuta msichana anatoka kwenye ile elimu kwa sababu yuko na shida au ni kwa sababu ya miemko. Sasa ni jinsi gani ya kujisaidia kwenye zile harakati anazozipitia za kwenye maisha, ndipo hajatoa zile solution, wanatoa mafunzo. Kwa hiyo siwezi kumlaumu msichana na pia siwezi kuwalaumu wao wanaotoa, kwa sababu wanaotoa elimu, kwa sababu wana play part yao. Sawa. Naomba niulize swali la kizushi. Nyinyi kwa upande wenu mnafuatisha mafunzo ambayo mmepewa? Somehow ndio, lakini sio yote. Yani kuna unajua katika mamia. Kwa mfano kama unapotoka nyumbani, mzazi zote tunatumia mambo mengi, kwamba mwanangu nenda chuo kajitambue, kafanya moja mbili tatu hivyo. Kwa mfano yani ukiwa ni ile hofu ya Mungu kwanza, kuna kitu unaweza kuwa unataka kufanya, lakini ukifikiria ile maneno ya mzazi na ukiangalia struggle ambayo anaifanya mzazi kule nyumbani, obviously utafanya kitu cha kijinga, na hata ukikifanya hakitakuwa ile in deep zaidi. Unajua sisi wasichana tuna tabia kujaribu. Kwa mfano nikikwambia eti sehemu fulani pako hivi, ngoja nijaribu kwanza. Yaani ukishapigwa na tukio ndio utasema kumbe hiki kitu ni kibaya. Kwa hiyo yani kuna yule mtu ambaye anafanya ile kupindukia na kuna yule mtu ambaye anadonoa, yani anagusa tu kidogo, akishasikia kama hapa kitu hiki kibaya anafanya kuacha. Sawa, vipi upande wako wewe Diva? Unafuatisha au na wewe ndo wale wale kupiga chenga? Ni hivyo hivyo, hutaki kuchukua kila kitu, kwa sababu hata wanaotoa mafunzo pia ni binadamu, na achana tu kwamba ni binadamu, pia hata wao wenyewe, kwa sababu hatuwasikilizi tu, tunaangalia na hatua zao wanazozipiga, sio kwamba wako sahihi ni kila kitu. Kwa hiyo tunakuwa mguu nje mguu ndani kwa ajili ya kujilinda sisi wenyewe na kuleta benefit kwenye maisha yetu. Cha msingi ni kujua tunatakiwa kusimama wapi basi. Mtazamaji, hadi kufikia hapa umejifunza mengi, lakini wewe je, elimu ya uzazi na mahusiano inakusaidia au la? Tuandikie ujumbe wako kupitia kurasa zetu za Instagram, Facebook, YouTube pamoja na TikTok @SauTV_TZ. Tukielekea tamati, kutamatisha mada yetu, mnawaambia nini wasichana ambao bado wanapitia misukosuko na changamoto kwenye mahusiano yao wakati wakiwa chuoni, na pamoja na elimu kuwa wamepatiwa nyumbani, vyuoni pia kuna watu wanatoa elimu, lakini bado wanapitia changamoto, mnawaambia nini? Tukianza kwako Diva. Kwa mimi ningependa kuwashauri wasichana ambao wanapitia changamoto kwenye mahusiano, kwanza wanabidi wajijue wao ni wakina nani na wanataka nini. Kwa sababu kama msichana inabidi kwanza ujue malengo yako, unataka nini kwenye maisha. Ukishajua malengo yako, sidhani kama kuna chochote kile hapa duniani inaweza kikakufanya wewe utoke kwenye malengo yako. Yani sio wazazi, sio huyo mpenzi, wala yani ni unajua kabisa mimi malengo yangu ni haya, nitafikia hapa, na kwa msaada wa Mungu utafikia. Kwa hiyo ukishajua malengo yako na ukajua unataka nini na usimame wapi na mipaka yako ni ipi, basi utafikia na mahusiano hakitakuwa kitu cha kukusumbua. Sawa, asante. Tutamatishie kwako Happy. Wewe una lipi la kuambia wasichana ambao bado wanakumbana na misukosuko? Kwa mimi kitu ambacho ninawashauri wasichana kwamba
wajitambue na wajue kwamba wana uthamani. Unajua unapojithaminisha wewe, hata huyo uliye naye pia atakuthamini, lakini usipojithamini wewe mwenyewe, hata yeye pia hatakuthamini. Kwa hiyo hata mnapokuwa kwenye mahusiano, jaribu kulinda uthamani wako, yani jaribu kuangalia wewe ni nani na upo kwenye mahusiano kwa lengo gani. Yani usijishushe sana, pia usijipandishe sana. Jithamini, jitambue na uelewe nini unafanya. Hakuna kitu ambacho kinashindikana. Yani ukishajitambua na kujithamini, everything will be okay. Mtazamaji, hadi kufikia hapo sina la ziada, lakini umejifunza mengi. Kubwa zaidi ni kwamba msichana, unapokuwa kwenye mahusiano, ujitambue, jua thamani yako, lakini pia mshirikishe Mwenyezi Mungu. Ulikuwa nami Pendo Abdallah kwa niaba ya timu nzima iliyofanikisha kipindi chetu cha Girls Standard. Kwa heri hadi wakati mwingine.